Subscribe Miujiza TV. Pamoja na kumuhusia anayeleta khutba kuishi vile ambavyo Mwenyezi Mungu ametutaka tuishi katika hii dunia, nayo si mingine ni kuyafanya yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuelekeza na kuyawacha yale yote ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametukataza, kwani kwa kuyafanya hayo huenda mtu akaja akaingia katika kifungo cha miongoni mwa wacha Mungu. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni katika wacha Mungu wa kweli. Baada ya utangulizi huo, anwani ya khutba ya leo tutaiangalia aya ya 22 mpaka 23 inayopatikana ndani ya suratu Muhammad. Nini Mwenyezi Mungu ameelekeza kwetu? Mwongozo gani Mwenyezi Mungu ameutoa kwetu? Makatazo gani Mwenyezi Mungu ameyakataza kwetu kupitia aya hizo mbili? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza kwa kusema baada bismillahir rahmanir rahim, fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Mwenyezi Mungu ameanza kwa kusema ya kwamba msitarajie nyinyi watu kule kukuumbeni kwangu mimi katika hiyo dunia, mkatawalishwa katika hiyo dunia, eti kule kwa kutawalishwa ni kwenu katika hiyo dunia, antufsidu fil ardi, mkataka kufanya ufisadi katika hiyo ardhi, watuqati'u arhamakum, na mkataka kuvunja mahusiano yenu nyinyi na ndugu wa nasabu wa kuzaliwa. Ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum. Hayo mawili yanafanywa na watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu ameshawalaani na ametia uziwi katika masikio yao, hawasikii, na Mwenyezi Mungu ametia upofu katika macho yao, hawaioni haki ya Mwenyezi Mungu anayoieleza. Nini Mwenyezi Mungu anakusudia aya hizi mbili? Kinachokusudiwa yenye waja Mwenyezi Mungu katika aya hizi mbili ndani ya suratu Muhammad 20 na 23 aya, almar'u ahluhu. Hiyo ndio anwani. Vyovyote itakavyokuwa, uwe na pesa, uwe na nafasi ya uongozi, uwe ni mtu maarufu, mahman kana, vyovyote utakavyokuwa, siku zote katika maisha ilivyo, mtu ni ndugu zake. Ndani ya aya hii Mwenyezi Mungu mwongozo na utoa kwetu kuna vitu viwili, na leo mimi nikiangalie kitu kimoja tu. Mwenyezi Mungu anaposema msitarajieni jambo la kutawalishwa kwenu katika hiyo dunia, eti mfanye ufisadi. Hapa ufisadi ni kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na kila jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu ametukataza, ndio ufisadi hapa. Hakuna ufisadi uliokuwa mkubwa kwa mwanadamu katika maisha ya dunia kama kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuacha maelekezo yake na kuyaingia makatazo yake. Huo ni ufisadi uliokithiri kuzidi vitu vyote duniani. Mwenyezi Mungu anatukanya tusiwe ni watu ambao kwamba tuliotawalishwa katika hii dunia, tukawekwa katika hii ardhi, tukawa sisi ni viongozi, tuendeshe genge la kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hilo Mwenyezi Mungu anasema msifanye hivyo. Ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum. Hayo yanafanywa na wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu ameshawalaani
na Mwenyezi Mungu ametia uziwi katika masikio yao, na Mwenyezi Mungu ametia upofu katika macho yao. Wakiambiwa hii moja, wao wanaiona tatu. Nikuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu, mtu ndugu zake, ishi vizuri na ndugu zako. Ndiyo maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yalivyokuja, ndivyo mafundisho ya Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi aliyokuja nayo. Almar'u ahluhu, siku zote mtu ni ndugu zake. Liko tatizo leo katika jamii tunazoishi, liko tatizo ndani ya jamii tunazoishi la watu kudharau ndugu zao wa nasabu na kuthamini zaidi marafiki. Haya si maelekezo ya Mwenyezi Mungu, huu sio mwongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali maelekezo ya Mwenyezi Mungu yanatutaka sisi tuishi vizuri na ndugu zetu wa nasabu. Maelekezo ya Mtume Muhammad na miongozo yake inakutaka wewe na mimi tuishi vizuri na ndugu zetu wa nasabu. Hatukatai mtu kuwa na marafiki na kuwathamini marafiki, lakini rafiki anatakiwa apate nafasi baada ya kuwa kwanza ameingia ndugu yako wa nasabu. Tunalo tatizo katika jamii tunayoishi la watu kuthamini marafiki zaidi kuliko ndugu wa nasabu. Tambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa wewe unaishi katika mfumo kama huo, Mwenyezi Mungu amesema hivi, mambo hayo ya kudharau ndugu wa nasabu, ulaika alladhina la'anahumullah, watu wa sampuli hiyo wamelaaniwa na Mwenyezi Mungu Subhanallah. Ij'al nafsaka mizana, hebu jaalia kipimo hapa. Ikiwa wewe umelaaniwa na Mwenyezi Mungu, nini kitakachoendelea fi dunia wal akhirah? Nikuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu, enye waja Mwenyezi Mungu, tuishini vizuri na ndugu zetu wa nasabu. Nasabu, tunaposema ndugu wa nasabu, ni wale ndugu zako ambao kwamba wewe udugu wako unaungana nao hao kwa kupitia nasabu yenu ya ukoo. Kama ni wewe ni Jongo, kina Nyajongo. Kama ni wewe ni Jongo, wale kina Abnau Jongo, Ibnu Jongo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotuumba sisi, alitupa miongozo yote ya kuishi katika hii dunia ili tuweze kufanikiwa huko tunakwenda. Tuna maisha mengine baada ya haya, ndugu zangu ni kiimani, na salama yetu huko tunakwenda ni kupita katika maelekezo ya Mwenyezi Mungu na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad. Mmoja katika maelekezo ya Mungu na mafundisho ya Mtume, Amirul Umma anamtaka kila mmoja katika sisi tunaosikiliza hutuba hii, ishi vizuri na ndugu zako. Yako maneno watu wakati mwingine huyaingiza tu, wasema bwana mchawi ndugu. Nani kakwambia wewe mchawi ndugu? Ikiwa ndugu yako ni mchawi, basi hilo jambo umeanza kulitengeneza wewe. Haiwezekani wewe Mwenyezi Mungu amekujalia kheri ya kipato, halafu wananufaika zaidi marafiki zako tu, wala si katika nasabu ya kuzaliwa kwako. Wananufaika zaidi watu ambao wala si katika ukoo wako, na ndugu zako wanalalama pale hawapati msaada kwako. Kweli watakuwa wachawi kwako tu. Lakini ndugu utakapowashika kwa kiasi vile ambavyo Mwenyezi Mungu alivyokujalia wewe, na wao wakala pamoja ule mkate uliojaliwa wewe na Mwenyezi Mungu, hawawezi wakawa maadui kwako hawa. Ndugu atabaki kuwa ndugu na rafiki atabaki kuwa rafiki tu. Enye waje Mwenyezi Mungu, nikuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, tuishini vizuri na ndugu zetu wa nasabu. Liko tatizo la watu kuidharau nasabu, lakini angalia maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad yalivyokuja. Angalia ile hadithi ile, nimalizie hadithi, nimalizie hutuba. Mtume sallallahu alayhi wasallam
mmoja katika masiku ya uhai wake alipatapo kusikikwa na maswahaba akinena. Maneno gani aliyasema Mtume? Na mimi nayaleta kwenu, na hayo maneno yatakuja kuthibitisha kweli tuna kila sababu, tunawajibishwa sisi kuishi vizuri na ndugu zetu wa nasabu, tusiwadharau. Mtume sallallahu alaihi wasallam mmoja katika masiku ya uhai wake alipatapo kusikikwa anasema hivi: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, mtu yeyote anayeamini kwamba kifo kipo, mtu yeyote anayeamini kwamba siku ya kiyama ipo, mtu yeyote anayeamini kwamba kila alifanyalo mwanadamu katika mgongo wa ardhi huu atalipwa, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Mwanadamu yeyote anayeamini hayo, ukiamini kufa kupo, kaburi lipo, tutasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu na kila akifanyacho mtu atalipwa. Nini Mtume alichoamrisha hapo? Tena imekuja kwa lamul amri, wale watu wa swarf, na hiyo fiili imekuwa ni majuzumu bilamil amri. Mwenyezi Mungu Mtume akasema falyasil rahimahu, huyo mtu kama anaamini kufa kupo, kiama kipo, falyasil rahimahu, basi atengeneze mahusiano mazuri na ndugu zake wanasabu wa kuzaliwa. Huyu ni Mtume Muhammadin. Soma neno yangu, anatuambia ikiwa unaamini kufa kupo, malipo yapo, tengeneza mahusiano mazuri kati ya wewe na nasabu yako, ishi nao vizuri ndugu zako. Siku zote mtu ni ndugu zake. Nikuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, ili gonjwa hili litatumaliza. Swala zetu zinawezekana zikaingia hatarini huko, funga zetu zikaingia hatarini huko. Kama kuna mtu amejaliwa kwenda hija yake ikaingia matatani huko kwa sababu ya jambo unaliona dogo la kuwadharau ndugu zako, hilo si dogo, kubwa. Zimekuja aya chungu mzima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ananena ndani ya sura Baqara 215. Mwenyezi Mungu anamwambia Bwana Mtume Muhammad, yasaluna kamadha yunfiquna, Muhammad wanakuuliza hao watoe nini? Qul, sema Muhammad, waambie hao, ma tunfiqu min khairin falilwalidaini walaqrabina walyatama walmasakin wabni sabil wama tafalu min khairin fa inna Allahu bihi alimun. Wanakuuliza hao Rasulullah, eti watoe nini? Waambie hivi, chochote mnachokitoa min khairin, miongoni mwa sadaka, basi kwanza kabisa hiyo sadaka falil walidaini, tulivyoelekezwa chochote unachotaka kukitoa muda wa kuwa ni sadaka ambayo ina manufaa kwa watu, kwanza anza kuangalia wazazi wako wawili, baba yako na mama yako. Na hapo liko tatizo la watu leo, wanajionyesha kuwa wema kwa watu wa pembeni. Yaani leo ukitaka kujua wema wa mtu anapoishi mtaani pale huupati. Anajifanya na yeye mtu mwema mbali huko anatoa, anajengesha msikiti, anasaidia watu, analipa walimu, anapeleka juzuu, lakini mtaani kwake kuna madrasa, na mtaani kwake kuna msikiti unaohitaji, mtaani kwake kuna watu wahitaji, baba yake na mama yake wana hali ngumu. Unashangaa huyo mtu anasifikana mwema huko, wazazi wake wanaishi hali ngumu. Chochote utakachokitoa kwanza falil walidaini, hakikisha kama una sadaka, kabla hujaleta msikitini angalia wazazi wako wamekula. Ikiwa sadaka ndio hiyo moja unataka kuleta msikitini, na hicho ndicho ulichokuwa nacho, wazazi wako wanalalama njaa, shekhe watumia wazazi wako, njoo swali uondoke. Falil walidaini, maelekezo Mwenyezi Mungu akasema sadaka toweni kwanza kwa wazazi wenu wawili, mama yako na baba yako. Huma sababu fi wujudika fi hadhihi dunya, hao ndio sababu ya kuwepo kwako wewe katika hii dunia.
laula huma lama kunta maujuda, kama si hao wewe usingekuwepo. Mimi sipo napokusudia hapa, ninapokusudia na hapo mbele, wal aqrabina. Hapo sadaka yoyote unayotaka kuitoa, kwanza anza kuangalia wazazi wako hawana uhitaji. Ukiona hao hawana uhitaji na hicho unachotaka kutoa, kwanza waambie, angalia wal aqrabina, ndugu zako wa nini hao, wanasabu hao. Ikiwa kutoka baba na mama tu wamewekwa ndugu wanasabu, mjomba, shangazi, mtoto mama mdogo, mtoto wa mdogo wako na yeyote yule, babu yako, yeyote wanaingia, watoto wako wanaingia hapo wal aqrabina. Hata Mtume Muhammad alipoambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliambiwa wa andhir ashirataka al aqrabina. Muhammad, kabla ya kwenda kuwatangazia watu kwamba hii ndio dini ya haki, kwanza anza kuwatangazia kina nani? Ndugu zako hao wanasabu. Vipi mimi na wewe tunadharau ndugu zetu wanasabu, tunathamini watu wa kando? Huo ni ulimbukeni. Nimalizie kwa kusema, ikiwa wewe unathamini marafiki zaidi na watu wa nje, unadharau ndugu zako, huwasaidii, huwasikilizi, hukai pamoja nao, eti kwa sababu Mwenyezi Mungu amekujalia hicho alichokujalia, subiri siku ufe. Namalizia hapo, subiri siku ufe. Shekhe, wapi uliona mtu kafa halafu ndugu zake wako mikoani, halafu ametokea rafiki amesimama mbele amesema mimi ni rafiki yake na marehemu, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mazishi kesho saa 7? Wapi uliona? Nakuuliza, wapi uliona? Ni lazima watatafuta kina nani kwanza? Ndugu zako shekhe. Hata wasipopatikana kwa siku 2 lazima watafutwe. Utachomwa sindano usioze mpaka wapatikane kina nani? Ndugu zako. Kwa nini? Nikuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, almar'u ahluhu. Siku zote ishi utakavyoishi, mtu ni ndugu zako. Ishi vizuri na ndugu zako, na mimi nahusia nafsi yangu niishi vizuri na ndugu zangu. Mtu ni ndugu. Suratu Muhammad aya 22 mpaka 23, Mwenyezi Mungu anasema, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fasammahum wa a'ma absarahum. Mtu yoyote anayedharau ndugu zake akawathamini zaidi marafiki, huyu ana laana ya Mungu. Wewe ukishalaaniwa na Mwenyezi Mungu una nini tena katika dunia hii? Wewe ukishalaaniwa na Mwenyezi Mungu una nini tena akhera? Peponi hawaingii watu waliolaaniwa na Mwenyezi Mungu. Shekhi, tuishini vizuri na ndugu zetu, tuishini vizuri na ndugu zetu. Unaweza ukachagua kila kitu, lakini huwezi kuchagua ndugu. Ndugu unajikuta tu huyu ashakuwa ndugu yako katika familia. Unaweza ukachagua rafiki, lakini ndugu huwezi kuchagua. Shekhe, huyu ndugu yako amekupangia Mungu, huyo ndio awe ndugu yako, hata kama ni mkorofi, hata kama ni mchawi, lakini ndio ndugu yako. Mungu hakuchagulia huyo. Ishi naye hivyo hivyo kama alivyoelekeza Mwenyezi Mungu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahmahu. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa ni miongoni mwa watu ambao kwamba tunaoishi vizuri na ndugu zetu, pamoja na matatizo aliyokuwa nayo hao ndugu zetu. Mwenyezi Mungu atujalie kupata njia na mapito ya kuweza kuishi nao kwa matatizo aliyokuwa nayo, ili tusiweze kuingia matatizoni mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu waliyyu tawfiq. Subscribe Miujiza TV.